بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود فراوان. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Salamu zangu za dhati ziwafikie watu wote wa taifa adhimu la Iran. Kwanza ningependa kuwakumbuka mashahidi wetu watukufu kutokana na matukio ya hivi karibuni. Majenerali waliouawa shahidi na wanasayansi ambao walikuwa na thamani ya kweli kwa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, waliojitolea maisha yao siku zote kuwatumikia wengine. Leo wako pamoja na Mwenyezi Mungu wakipokea thawabu kwa ajili ya huduma zao bora inshallah. ارزشمند بودند برای جمهوری اسلامی و خدمت کردند و امروز در پیشگاه پروردگار پاداش خدمات برجسته خودشون رو دریافت میکنن انشاءالله. لازم میدونم به ملت بزرگ ایران. Kwangu mimi ni muhimu kutoa pongezi zangu kwa taifa hili kubwa la Iran. Nalipongeza taifa hili kwa sababu kadhaa. Awali ya yote natoa pongezi kwa ushindi dhidi ya utawala potovu wa Kizayuni ambao pamoja na ghasia zake zote uliangushwa na kupondwa chini kwa mapigo ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Fikra ya kwamba Iran inaweza kutoa kichapo cha namna hii kwa utawala huu haikuwahi hata siku moja kuingia akilini mwao, na wala hawakuwahi hata kufikiria jambo hili, lakini hivi ndivyo ilivyotokea. در زیر ضربات جمهوری اسلامی تقریبا از پا در آمد و له شد. فکر اینی که چنین ضرباتی. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kulisaidia jeshi letu kuweza kuvunja ulinzi wa hali ya juu wa adui na wenye matabaka mengi ya ulinzi, ambayo hata hivyo hayakuweza kuzuia makombora ya Iran yaliyopiga maeneo yote ya kimkakati na ya kijeshi. Hii ni moja ya baraka kubwa za kimungu ambazo zimeonyesha utawala wa Kizayuni kuwa kuishambulia Iran kutawabebesha gharama kubwa wasioifikiria, na Mwenyezi Mungu atukuzwe kwa hili kutokea. چند لایه پیشرفته اونها عبور کنند و بسیاری از مناطق. Heshima hii inatokana na vikosi vyetu vya jeshi na watu wetu wote wapendwa waliojengwa, kufundishwa na kuunga mkono majeshi haya kutoka ndani yao wenyewe, kuwawezesha kutekeleza kazi kubwa kama hii. با تهاجم قوی سلاح پیشرفته خودشون اونها رو با خاک یکسان کنند. این یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است. این نشان دهنده این است که Pongezi zangu za pili ni kuhusiana na ushindi wetu dhidi ya utawala wa Marekani, utawala ambao uliamua kuingia vitani moja kwa moja, kwani ulihisi ikiwa hautafanya hivyo utawala wa Kizayuni ungeangamizwa kabisa. Marekani iliingia vitani katika juhudi za kuokoa utawala huu, lakini haikufanikiwa chochote. Ilishambulia vifaa vyetu vya kinyuklia, kitendo cha jinai kabisa katika mahakama za kimataifa, lakini haikuweza kuharibu kitu chochote muhimu. Rais wa Marekani badala yake akatia chumvi katika kuelezea kilichotokea. Ni dhahiri alihitajika kufanya vile, kwani yoyote mwenye akili aliyesikiliza maneno yake alijua fika chini ya maneno haya kulikuwa na ukweli mwingine ambao ni kwamba hawakuweza kuharibu chochote. Waliposhindwa kufikia lengo lao hilo, ikabidi waanze kutia chumvi ili kuficha ukweli. Hapa pia Jamhuri ya Kiislamu imeshinda na kupiga kofi zito katika uso wa Marekani. Kama malipo yake, Irani ikashambulia na kusababisha uharibifu kwenye kambi yake Al-Hudaida, ambao ni moja ya vituo muhimu vya Marekani katika eneo hili. Watu wale waliotoa madai ya uongo dhidi ya uharibifu katika vituo vyetu vya nyuklia ndio hao waliodai eti hakukuwa na madhara makubwa yaliyotokea tuliposhambulia kambi yao ya Al-Hudaida. Ukweli ni kwamba madhara ni makubwa yaliyotokea. Jamhuri ya Kiislamu iliweza kuyafikia maeneo hayo muhimu ya Marekani na inaweza kuchukua hatua nyingine zozote itakapoona ni muhimu kufanya hivyo. Ni muhimu wakumbuke kitendo kama hicho kinaweza kutokea katika siku zijazo. Iwapo uchokozi wowote utafanywa, basi kwa hakika mchokozi adui atalipa gharama kubwa sana. لكن هیچ دستاوردی از این جنگ نداشت. به مراکز هسته‌ای ما حمله کردن که البته این در خور پیگیری جزایی در دادگاه‌های بین‌المللی است به طور مستقل، اما نتوانستن کار مهمی انجام بدن
Pongezi zangu za tatu ni umoja na mshikamano wa ajabu ulioonyeshwa na wananchi wa taifa la Iran. Mwenyezi Mungu asifiwe kwa hili. Taifa la takriban watu milioni 90 lilisimama pamoja, bega kwa bega, bila kujali tofauti yoyote katika madai au malengo yao. Walisimama pamoja wakiimba na kupiga nara za kuunga mkono wanajeshi wetu. Na hili libaki hivi hivi katika siku zijazo. Taifa letu lilidhihirisha ukubwa wake na tabia yake mashuhuri ya kuonyesha umoja wa kitaifa na kumsifu Mwenyezi Mungu, na hichi ndicho kilichotokea. و بزرگنمایی میکنند تا حقیقت رو بپوشانند و مکتوم نگه دارند. اینجا هم جمهوری اسلامی پیروز شد و متقابلا جمهوری اسلامی سیلی سختی به گونه آمریکا نواخت. به یکی از پایگاه‌های مهم آمریکا در منطقه. Nukta nyingine muhimu ninayotaka kuisisitiza katika hotuba yangu hii ni kwamba katika moja matamshi ya rais wa Marekani alitangaza kwamba Irani lazima isalimu amri, ijisalimishe. Sio tena mpango wake wa nyuklia, bali Irani yenyewe ijisalimishe. Kauli hii ni kubwa mno kutoka kwa kinywa cha rais wa Marekani. Hata hivyo, kwa nchi kubwa kama Iran yenye historia, utamaduni na adhimio thabiti la kitaifa, kauli yoyote ya kuitaka isalimu amri si chochote ila ni dhihaka machoni mwa wale wanaojua vizuri watu wa Iran. Kwa kauli yake imefichua ukweli wa kwamba Marekani imekuwa ikiipinga Iran ya Kiislamu tangu mwanzoni mwa mapinduzi, kila wakati wakija na visingizio vipya, mara haki za binadamu, mara kutetea demokrasia, mara haki za wanawake, mara mpango wa makombora wa Iran. Ilhali kila mara wanazusha kitu kipya, lakini yote hayo msingi wake ni wanataka Iran ijisalimishe. هزینه متعرض قطعاً بالایی خواهد بود. تبریک سوم تبریک اتحاد و اتفاق فوق‌العاده ملت ایرانه. بحمدالله یک ملت در حدود 90 میلیون جمعیت. Tawala za Marekani zilizopita hazikuwahi kulisema hili waziwazi, kwani walijua ni jambo lisilokubalika kwa mantiki yoyote ya kibinadamu ya kuliambia taifa lingine lijisalimishe. Tunajua walikuwa wakificha lengo lao hili nyuma vyo vyao na visingizio vingine. Lakini mtu huyu wa sasa ameeleza ukweli kwamba Marekani itaridhika tu kwa Iran kujisalimisha na si chochote kingine. Hili ni jambo muhimu kwa taifa la Iran, kujua kwamba kiini cha mzozo wetu na Marekani ni kufikia lengo lao hili. Marekani inawatukana sana watu wa Iran, ila lengo lao hilo halitofanikiwa kamwe. Kamwe kabisa. شخصیت برجسته و ممتاز خودش رو نشان داد تو این قضیه و نشان داد که در هنگام لازم یک صدا از این ملت شنیده خواهد شد و به حمدالله این اتفاق افتاد. Taifa la Irani ni taifa kubwa lenye nguvu na ustaarabu wake wa kale. Utajiri wetu wa kitamaduni ni ustaarabu mkubwa mara elfu ya ule wa Marekani na vibaraka wake. Na yoyote anayetarajia Irani itajisalimisha kwa nchi nyingine yoyote anaeneza upuuzi na atachekwa na watu wote wenye hekima na akili. Taifa la Iran ni taifa tukufu na litaendelea kuwa tukufu. Taifa la Iran ni taifa la washindi na litaendelea kuwa taifa la washindi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. Matumaini yetu ni kwamba Mwenyezi Mungu ataendelea kulilinda taifa hili na kuliweka chini ya neema zake, akilihifadhi kwa hadhi na heshima yake. Na tunamuomba Mola wetu ainue daraja la Imam Khomeini, Mola amridhie, na Imam Mahdi ambaye tuko radhi roho zetu zitolewe kwa ajili yake. Napenda nihitimishe kwa kumuomba Mola wetu awe radhi na aridhie umma huu kwa msaada na huruma yake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره. امام بزرگوار رو درجاتش عالی کنه و حضرت قابل قبول نیست که به یک ملتی بگن بیایید تسلیم بشید.
لذا اون رو زیر عناوین دیگری پنهان میکردن. این شخص لو داد، اون حقیقت رو نشون داد، فهموند که آمریکایی ها فقط به تسلیم ایران راضی میشوند و نه به کمتر از او، و این یک نقطه مهمی است ملت ایران بدانند. معارضه با آمریکا اینه و این اهانت بزرگ به ملت ایران رو آمریکایی ها دارن و چنین اتفاقی هم هرگز نخواهد افتاد. ملت ایران ملت بزرگی است. ایران کشور قوی و پهناوری است. ایران دارای تمدن کهنی است. ثروت فرهنگی و تمدنی ما صدها برابر بیشتر از آمریکا و امثال آمریکاست. اینی که ایران رو کسی توقع کنه که تسلیم کشور دیگری بشه، این یکی از اون مهملگویی های غلطی است که یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره. امام بزرگوار رو درجاتش عالی کنه و حضرت یقینا مایه استهزاء افراد خردمند و افراد دانا واقع خواهد شد. ملت ایران عزیز است و عزیز خواهد بود، پیروز است و پیروز خواهد بود به توفیق الهی، و امیدواریم خدای متعال این ملت رو در زیر سایه الطاف خودش همیشه با عزت و شرف محفوظ بداره. امام بزرگوار رو درجاتش عالی کنه و حضرت